Ujambo mpenzi mtazamaji. Ni siku nyingine tena, siku nzuri ambayo Bwana ameifanya. Kwa majina yangu ninaitwa Reverend Peter Kibisu. Ninatoka katika kanisa la Springs of Worship Fellowship hapa Nakuru Kaptembwa, na ningetaka nikukaribishe katika kipindi hiki cha Morning Devotion. Ni kipindi chako, kipindi ambacho kinakusababisha kupata nguvu na uweza na neema na ufahamu hata unapoendelea na shughuli zako za kawaida. Na ninaamini ya kwamba katika kipindi hiki utatoka ukiwa umebarikiwa, umeelimika na kufahamika na kuelewa kile ambacho Bwana anataka kwa sababu ya maisha yako. Na ningetaka tu kuweza kuleta neno la Bwana kwako, nikiamini ya kwamba kwa muda wako kidogo ambao utanipatia utakuwa baraka kwako katika jina la Yesu. Mara tena ningetaka kuzungumza kuhusu breaking through beyond human ability or limitation. Breaking through beyond human ability or limitation. Na ningetaka uelewe ya kwamba katika subject hii ni kwamba kuna wakati ambapo unaweza kufika kama mwanadamu na ukaona ya kwamba umejaribu chochote kile ambacho ulikuwa unafikiria kwa akili zako, kwa ufahamu wako, kwa elimu yako, lakini sasa unapata ya kwamba kuna mahali ambapo unafika matokeo yale ambayo ulitazamia hayaji vile ambavyo ulifikiria, hayafanyiki vile ambavyo ulitarajia. Na kwa njia moja ama nyingine unafika mahali unajiuliza, nitafanya nini? Ni kipi kingine ambacho ninaweza kuongeza? Nimejaribu vile ninaweza. Nimejaribu katika ufahamu, elimu ambayo niko naye. Nimejaribu kufanya hii kazi kwa bidii, kwa njia ambayo inaweza kuonekana kuwa ni ya maana zaidi ya vile nilifikiria, lakini sipati matokeo vile nilikuwa nataka. Ningetaka kuambia kwamba tuna neema nyingine ambayo inaweza kukusaidia kupenya zaidi ya uweza wa kibinadamu, zaidi ya elimu ya kibinadamu, zaidi ya kile ambacho wewe unajua. Na uweza huu unatokana na Mungu aliyekuumba. Huyo Mungu ambaye amekuumba anaelewa kila kitu kuhusu maisha yako. Anajua mahali ambapo umeanzia, anajua mahali ambapo uko, anajua kule ambako unaelekea. Ako na destiny yako katika mikono yake. Amesema ya kwamba yeye ndiye mwanzo na yeye ndiye mwisho. Ni kusema ya kwamba mahali popote unafikiria kwamba ulianzia, yeye alikuwa ameshaanza kitambo. Kwa hivyo anajua mahali ambapo umeanzia na anajua mahali ambapo unaelekea. Anajua kile ambacho unahitaji, anajua ni kipi kinafaa maisha yako. Mwahi kufikiria unaketi hivi unajiuliza, na katika ulimwengu huu nilijikuta namna gani? Mimi niko hapa kufanya nini? Ukweli ni kwamba Mungu ana kusudi la kwa nini alikuleta duniani na ni kwa nini alikuleta kwa wakati kama huu. Kwa hivyo ningetaka tu kwa muda huu mchache niweze kukueleza ya kwamba huyo Mungu anaweza kuprovide neema ambayo inahitajika na uweza ambao unaweza kukusaidia kwenda zaidi ya elimu, ufahamu na akili za kibinadamu, na kupatia uweza wa kuweza kufanya mambo katika njia tofauti na vile ambavyo wewe ulikuwa unafikiria. Ningetaka kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Mhubiri 9 mstari wa 11. Mhubiri 9, unaweza kusoma pamoja nami mahali ambapo huko. Mhubiri 9 mstari wake wa 11. Biblia inasema kwamba nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala sio walio hodari washindao vitani, wala sio wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Kwa hivyo unapoangalia katika maandiko haya unaelewa ya kwamba imelist chochote kile ambacho akili ya mwanadamu inaweza kufikiria, hapa ndio ninaweza kufanikiwa. Amesema kutokana na ameongea kuhusu mambo ya elimu, mambo ya hekima, mambo ya nguvu, na anasema ya kwamba vitu hivi vyote unaweza kuwa navyo, lakini kuna mahali inafika ya kwamba uwezi ukapenya vile ambavyo unahitajika. Kuna mahali utafika, kuna uweza wako unafika mwisho, na wakati huo uweza wako umefika mwisho, hapo mwisho anamalizia na kusema namna gani? Anasema lakini time and chances, kwa lugha ya Kizungu inasema hivyo. Anasema ya kwamba lakini wakati na bahati
zinapata watu wote. Hii wakati na bahati ndio kitu unafaa kujiuliza. Labda mtihani ambao umekuwa ukianguka hapa kwa nyakati, wakati na bahati, times and chances. Unawezekana kwamba unafanya kazi kulingana na vile unavyoelewa, na ni vizuri kuwa na elimu, ni vizuri kufahamu, ni vizuri kusoma. Hiyo ni jambo la maana. Ndio maana tumefika hapa tulipo, ndio tuweze kujua ni nini ambacho tunafanya. Lakini ningetaka uelewe kwamba ni vizuri kumwamini Mungu, ni vizuri kumtazamia Mungu, ni vizuri kuangalia na kujiuliza ni nini Mungu anataka na maisha yangu. Na utapata ya kwamba utatoka katika lawama. Watu wengi wanaingia katika depression, watu wengi wanaingia katika kule msongo wa mawazo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona matarajio yale alikuwa nayo hayatokei vile ambavyo alikuwa anatarajia. Anajaribu kufanya kile anataka, lakini haipatikani vile ambavyo anataka. So Biblia inasema kwamba sio wenye nguvu wanaweza kushinda katika vita, sio wenye hekima peke yao wanaweza kupata mali, sio watu wenye hekima ufahamu wanaweza kupata mali. Kwa ningetaka nikuambie kwamba kuna mahali ability ya kibinadamu huwa inafika mwisho. Kuna mahali ability ya kibinadamu inakwama. Hapo ndipo Mungu huingilia katika maisha ya mwanadamu, wakati ambapo wewe umefika mwisho. Maana anakupenda, angetaka ufanikiwe, angetaka uende zaidi ya mahali ambapo wewe unatarajia. Hayo mambo ambayo unayasikia ndani ya moyo wako, kutaka kufanikiwa, hiyo kutaka kuona kwamba umeendelea, hiyo ni kusudi la Mungu katika maisha yako. Inaweza kutimia ikiwa utampa nafasi. Tuliangalia katika kitabu cha Methali 23 mstari wa 26, anasema ya kwamba mwanangu, nipe moyo wako na macho yako yaangalie njia zangu. Ningetaka nikuulize, wakati wowote unapoanza, hata vile siku imeanza siku ya leo, wewe umeanza namna gani? Tunaonyeshwa na Mungu ya kwamba kila mara wakati alianza, kila kitu kilipoanza, kilianza na Mungu. In the beginning God, in the beginning God. Wakati wewe unaanza, labda mtihani wako unaanguka tu wakati unaanza siku. When you begin the day, haukurecognize Mungu, haukupata nafasi hata ya kuomba, haukupata hata nafasi ya kumwambia Mungu unisaidie. Ama maombi ambayo unafanya ni ya dakika 5, sekunde 5. Haukupata muda mzuri wa kukaa mbele za Bwana na kutaka kujua ni nini Mungu anataka. Nimekuja nikuambia kwamba kando na ufahamu wetu na uweza wetu, unaweza kuwa umefika mwisho. Biashara, umejaribu kufanya biashara, zile deal ambazo ulikuwa nazo, umejaribu kuconnect na partners, umejaribu kufanya kwa uweza wako, imekuwa vigumu. Ninataka nikuambia kwamba Biblia inasema ya kwamba there are times and chances. Hizi times and chances ni milango ambayo Mungu amefungulia wanadamu waweze kuenda zaidi ya uweza wao wa kibinadamu. Umewahi kuona mtu unaona kana kwamba huyo mtu atafeli, na all of a sudden unaona kwamba kile ambacho ulifikiria labda atafeli, unaona ametokezea na another energy na anasonga mbele na anafanikiwa. Watu wa aina hiyo ukiangalia, they understand and they know how to use their time and chances. Ningetaka nikuulize, labda feli ambayo uko nayo ni kwa sababu haukuweza kutumia times and chances ambazo Mungu alileta mbele zako. Haukuweza kuzipambanua, wacha hata kuzitumia. Haukuelewa ya kwamba hapa ni Mungu amefungua mlango ili niweze kufanikiwa, ili niweze kuongezeka, ili niweze kubarikiwa. Ukiangalia katika neno la Bwana katika First Kings tunapata habari ya Daudi. Biblia inasema kwamba katika uchanga wake akiwa mdogo na ndugu zake wameenda vitani, akaambiwa na baba yake kwamba wapelekee chakula ndugu zako. And the Bible says ya kwamba alipotoka kufika huko akapata yule Mfilisti Goliath anazungumza na kuongea maneno mabaya dhidi ya Mungu. And the Bible says akiwa hivyo mchanga akaelewa ya kwamba hii inawezekana ndio chance yangu, inawezekana ndio wakati wangu. Na akauliza ni nani mtu ambaye atamuua huyu mtu atapewa nini? And the Bible says ya kwamba baada ya kuelezwa alisema, mimi nitapigana naye, mimi nitashinda naye. Haijalishi Goliath alikuwa na uweza kiasi gani, haijalishi Wafilisti walikuwa wamejikusanya kiasi gani, lakini huyu mtoto mdogo, kijana mdogo tu, wakati ambapo alielewa wakati wake, alielewa chances zake, the Bible says ya kwamba aliinuka mara moja na kusema, mimi nitaenda kupigana naye. Na hiyo ndio kitu ambacho ningetaka nikwambia asubuhi ya leo. You need to rise up from that place ambayo unaona kana kwamba umefeli, umeshindwa, umekwama, mambo hayaendi vizuri, umekata tamaa, umejaribu kusikiza all around.
mambo yote ambayo yamekuzunguka yanakuambia hakuna njia, nimekuja nikuambia kwamba Mungu ana uweza wa kutengeneza njia na unaweza kufanikiwa. So ningetaka tuweze kuangalia, uelewe kuhusu jambo hili la times and chances. Kuna wakati ambapo Mungu hufungua mlango zaidi ya vile ambavyo ulisoma shuleni. Mungu anatengeneza mlango, kitu ambacho huko unatarajia, kitu ambacho hauko umengojea, na inakuwa ni mlango wako wa kutokea, na unapata ya kwamba ukitumia hiyo njia unafanikiwa zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unafikiria. And so ningetaka uelewe, what is times and chances? Times and chances ni ile nyakati ambazo huja, nyakati ambazo zinafunguka kwa mwanadamu ili uende ama ufanye kitu mahali ambapo uko unatarajia. Let's say for example, unaweza kuwa unafanya biashara, na katika hiyo biashara yako umejaribu kuuza hii and there, alafu all of a sudden, kwa sababu mambo hayaendi vizuri, biashara hiyo haifanyi vizuri, unapata ya kwamba mtu anakuja kwako anakuambia, nilikuwa nataka kama tunaweza kufanya marketing ya hii biashara yako mahali fulani. Na inawezekana ikaonekana kama ni kitu umejaribu sana, lakini ukiamua kufuata, unapata ya kwamba kumbe hiyo ndio ilikuwa breakthrough ya biashara yako. Hapo ndio biashara yako ilifaa kutokea. Ama labda wewe ni mfanyakazi na umejaribu katika hiyo kazi ambayo unafanya, maybe promotion haiji vile ulikuwa unafikiria. Inawezekana mshahara haupandi vile ambavyo ulikuwa unafikiria. Wakati mmoja boss anakuja na gari lake ni chafu, gari lake lina matope, gari lake halikai vizuri, na katika hiyo hali unaona kana kwamba angetafuta mtu ambaye anaweza kusafisha, anaweza kutengeneza hilo gari. Kisha baadaye mtu akajitokeza tu na kusema mimi nitasafisha hilo gari, na wakati ambapo anaenda kusafisha, kutoka hapo mshahara wake unapanda, viwango vyake vinapanda. Inamaanisha nini? Huyo mtu alitumia times and chances. Ningetaka nikuulize, we times and chances zako unazitumia namna gani? Na je, unazielewa wakati ambapo zinakuja? Do you understand them when they come? Maana times and chances, the Bible says, they happen to us all. They happen to each and every one of us. There are times and chances for you. There are times and chances for your family. There are times and chances for your situation. There are times and chances. Inawezekana labda uko katika hali, labda hausikii vizuri, unasikia kwamba mwili wako ni mgonjwa, hauna pesa, haujui vile unaweza kufanya ili mwili wako upate afya. All of a sudden unasikia kwamba kuna medical camp inafanywa mahali, inawezekana ikawa ni mbali, tofauti na mahali unakaa. Na ukiangalia unaona ni vigumu ku access, lakini hiyo ndio mlango Mungu ametengeneza. Those are your times and chances ambazo unaweza kuzitumia, na unapata ya kwamba unatibiwa hata bila malipo makubwa, na unarudi nyumbani kwako ukiwa sawa. So ningetaka nikutie moyo, I want to encourage you this morning, ya kwamba God has created times and chances for each and every one of us. God has created times and chances for you. There is something that is walking alongside you. In the Bible, wakati ambapo unasoma Exodus, utapata kwamba wana wa Israeli wakati ambapo walivuka ile Red Sea, wakiwa wanaendelea, unapata ya kwamba hapo mbele ina rekodi ya kwamba walifika mahali na maji yenye walipata, Biblia inasema ya kwamba yakawa yale maji ni machungu, hawangeweza kukunywa. And the Bible says ya kwamba wakalia sana, wakalalamika, wakanungunika, lakini Mungu akaongea na Musa, akamwambia Musa, chukua kijiti, weka ndani ya hiyo maji, alafu maji yatakuwa matamu. Meaning the solution of water ilikuwa tu hapo karibu na wao. Solution ya hiyo maji ambayo walikuwa wanahitaji, kutani hiyo maji kutoka kwa maji machungu yawe maji matamu, solution ilikuwa tu hapo. But remember one thing, by the word of the Lord. By the word of the Lord. Ukisoma katika Luke, mahali ambapo tulikuwa tumesoma katika kipindi hicho kingine, chapter number 5, Simoni Petro aliambiwa, ondoka, enda ukashushe nyafu zako kilindini. And the Bible says ya kwamba akasema, ingawaje tumefanya kazi hiyo ya kuchosha, lakini nitashusha nyavu. Hiyo ndio ilikuwa mlango wake. The Bible says that time and chances it happened to him. Na kutoka hapo alivua samaki mpaka neti zao zikaanza kukatika. Ni nini najaribu kukuambia mpendwa asubuhi hii ya leo? Ya kwamba kuna times and chances kwa sababu yako. Usitegemee tu mahali ambapo unajua. Sometimes ujuaji wa kibinadamu unafika mwisho. Ni vizuri kujiachilia kwa Bwana Mungu. Ni vizuri kumwangalia Yesu. Ni vizuri kumtazamia Bwana na uangalie. Biblia inasema kwamba mipango ni kwa mwanadamu, lakini jawabu linatoka kwa Bwana. Inawezekana labda wewe ndio unapanga na jawabu unataka ifanyike vile wewe unataka. Inawezekana wewe ndio unatengeneza, lakini pia unataka itokee vile ambavyo wewe unafikiria. Ningetaka nikuambia hapo ndio tunaanguka mtihani.
njiani. Ninakukaribisha katika ukurasa huu wa kupanga, lakini ungoje, umtazamie Bwana, umwangalie Bwana, umwamini Bwana, uone matokeo ya Bwana vile huwa yanatoka. And so tunaeleza ya kwamba sio wenye nguvu tu wanaweza kushinda katika vita, sio wenye hekima peke yao, sio watu hodari wanashindana katika vita, na sio wenye hekima wanapata tu chakula. Hapana, sio wenye ufahamu wanapata tu mali. Inawezekana wewe unafikiria ati mali inaweza kupatikana tu kwa sababu unafahamu. Yes, ni vizuri kufahamu, lakini there are times and chances for everything. There are times and chances, na hizo times and chances ndio ningetaka uelewe mpendwa, ili uweze kuzitumia wakati wako. Uelewe, ujiulize around your life, what is your times and chances? Where are they? Milango hiyo Mungu amefungua ili uweze kufanikiwa ni gani? Unaweza kukumbuka katika kitabu cha Exodus chapter number 12 verses number 35 to 36. Biblia inasema kwamba hapa wana wa Israeli walikuwa wanatoka katika nchi ya Misri, na wanatoka kwa haraka kwa sababu hiyo nchi walikuwa wamekaa katika utumwa kwa muda mrefu. Walikuwa wameteseka pale kwa miaka mingi sana. Lakini Biblia inasema kwamba wakati huu sasa Mungu alisikia kilio chao, na wakati Mungu alisikia kilio chao akaona ni vizuri niweze kuwaokoa, na wakati ambapo alituma Musa ili aweze kufanyika kuwa mkombozi kwao, Biblia inasema kwamba alipomtuma, baada ya kumwambia neno lile ambalo alitaka awapelekee, baada ya kumwambia kwamba ninataka uende uwatoe wanangu katika utumwa, aliona ni vizuri ampatie miujiza. And the Bible says, akamuuliza ni nini uko naye kwa mkono? Akasema ni fimbo. Akamwambia itupe chini fimbo hiyo, na Biblia inasema kwamba hiyo fimbo ikageuka ikawa nyoka. Na kisha baadaye akamwambia ichukue tena, weka mkono wako katikati ya mikono yako. Na wakati ambapo aliweka, the Bible says ya kwamba baada ya kuweka huo mkono ukawa umepata ukoma. Aliporudisha tena ukarejea sawa. Akamwambia kwamba itakuwa watakapokuwa hawasikii kile ambacho umesema, basi miujiza hii utawaonyesha. There are times and chances for your life, times and chances for your businesses, times and chances katika hiyo kazi ambayo unafanya. Inawezekana labda katika, nimeona mara nyingi sana unapata ya kwamba bosses sometimes wanaangalia criteria ya vile wanaweza kuongeza mtu mshahara, na unapata ya kwamba wakiannounce wanataka kuongeza watu mshahara na waongeze watu wa aina fulani, itaonekana kana kwamba wamekuwa na mapendeleo. And so wanaandaa kitu ambacho kinaweza kuqualify watu. Let's say for example, anaweza kusema ya kwamba ninahitaji kalamu ya shilingi 10, nataka mtu aende aninunulie, na labda anataka kufanya hivyo kwa managerial department, na wakati ambapo anataka kufanya hivyo anatuma one of the managers, amwambia go and bring me a pen, enda uninunulie kalamu. Kisha baadaye yule manager anafika pale nje, anaona yeye hafai kuenda, anaona wacha nipatie huyu kijana mdogo ama huyu ambaye anafanya katika department ya chini aende akanunue kalamu. Na kisha baadaye bosi anafuatilia kile ambacho kinaendelea, alafu anagundua ya kwamba yule manager hakuenda kununua ile kalamu. Wakati anarudi anamwambia ya kwamba umefanya vizuri kuleta kalamu, lakini nashangaa kwa nini haukuenda. Hiyo ndio ilikuwa mlango wako uongezewe mshahara. Hapo ndio nilikuwa nimetime ni kuinue, lakini kwa sababu ulikosa kufanya hivyo, basi umepoteza. Ni chances ngapi ambazo umepoteza? Ni milango ipi ambayo Mungu amefungua katika maisha yako na ukaipoteza? Haukuitumia, labda uliidharau, ukaona ni kidogo, haifai, ukaona kana kwamba haifai hata kidogo, ukaona kana kwamba ni vitu vya kudharau. Kumbe hapo ndio Mungu alikuwa amefungua ili uweze kutokea, ili uweze kufanikiwa. Inawezekana katika hadi ulionaye umejikuta hapo kwa sababu you didn't use your times and chances well. Nimekuja nikwambie leo ya kwamba Mungu ana uweza wa kusababisha milango ifunguke zaidi ya akili za kibinadamu, zaidi ya elimu yako, zaidi ya uweza wako. Inawezekana mlango ukafunguka. So wana wa Israeli wakiwa wanatoka katika nchi ya Misri, Bible says ya kwamba ingawaje walikaa katika utumwa, wamefanyishwa kazi, wamechoka katika miaka hiyo 400 na wameteseka, wamesumbuka katika utumwa miaka mingi. The Bible says ya kwamba ilipofika wakati wa kutoka, kuna kitu Mungu alifanya. The Bible says ya kwamba Mungu akasema ya kwamba nimewapatia kibali kwa wana wa Misri ama kwa wa Misri, nimewapea kibali. So wakati mnatoka, waambieni wawapatie vyombo vyao, waambieni wawapatie vyombo vya dhahabu, waambieni wawapatie vyombo vya fedha. Na Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli walitoka katika nchi ya Misri ni kana kwamba wamewapora. Why? That was their time and chances. Hiyo ndio ilikuwa mlango wao. Hapo ndio palikuwa mahali pao pa kufanikiwa.
Where is your time and chance? When has this time and chance appeared to your life na hukuweza kuitumia vizuri? Wakati mmoja nilikuwa nimeajiriwa mahali na nilikuwa nafanya kazi, jambo ambalo linishangaza sana. Nikawa naomba Mungu, ambia Mungu ningetaka kufanya course fulani, na nikawa katika maombi muda mrefu sana, ambia Bwana nifungulie mlango. Sikuwa na pesa, singeweza kufikia hiyo course, hakuna vile ningeweza kufikia hiyo course. All of a sudden tukiwa tunaendelea, yule boss alikuwa ametuajiri akiwa amenibeba wakati moja na wengine kwa gari. Akasema kuna course tungetaka kulipia watu. Tungetaka tulipie watu course fulani, na hiyo course tutapeana muda wa kuifanya, na pia tutakulipia nusu. Na wale watu walikuwa nao hapo, kwa sababu walikuwa wamezoea already kufanya kazi, hawako tayari kurudi kwenye shule, walinyamaza tu. Mimi nilipoangalia hivyo nikaona this is my time and chance. Na wakati ambapo niliona hivyo, nikasema mimi nitaichukua hiyo nafasi, na nikamwambia bosi, mimi nitarudi shuleni, nitaenda kusoma, nitaenda katika kufanya hiyo course. Na wakati ambapo nilikubali, akaniambia nenda ukapewe pesa, tumekupatia kutoka masaa haya mpaka masaa haya, wewe enda ukasome, na ukimaliza ukuje uniambie. Let me tell you, nilifanya na nikamaliza, nikajua kwamba hiyo ilikuwa mlango wangu, na kupitia hiyo course maisha yangu yakabadilika, maisha yangu yakaenda mbali sana. Where is your time and chances? Are you using your time and chance well? Hata unapotoka asubuhi ya leo, unapoenda katika hiyo kazi, are you open to times and chances? Are you ready to know where God is going to open a door for that business? Ama unategemea tu hiyo procedure ambayo umeweka katika biashara? Unategemea tu hiyo plan ambayo umeweka katika biashara? Sometimes it is not all about plan. It is not all about human ability. Human ability can fail. Sometimes Mungu angetaka ujue ya kwamba yeye yuko, anajua maisha yako, anafahamu mahali ambapo unafaa kwenda, anajua ni kipi kinafaa kufanyika, anajua ni mambo gani ambayo yanafaa kufanyika katika maisha yako. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimekuja hapa nikutie moyo. Nimekuja kwako katika living room yako. Labda uko mahali katika, maybe unanisikiza ukiwa katika hospitali and you don't feeling well, au sikii vizuri, mwili wako uko na magonjwa, na umejaribu chochote ambacho unataka, kimefika mwisho. Nataka kuambia kuna mlango Mungu hufungua. Labda kuna huyo mhubiri ambaye anatokezeaga hapo, anakuja mara moja na anakuja kukuhubiria hapo. Unaona kana kwamba ni mhubiri kama wa kawaida, unaona kana kwamba ni mtu tu kama wa kawaida, lakini ningetaka nikuambia kwamba labda huyo ndio mlango. Huyo ndio mlango. Ukimpa tu nafasi na uamini, huyo mtu atasababisha kuwe na mambo tofauti katika maisha yako. Labda alipewa neema ya kukuombea hiyo siku. Ningetaka pia uelewe jambo lingine. Katika taifa la Israeli, sasa hivi tunajisifia Israeli, wamefanya mambo makubwa, wanapanda chakula, ingawaje wanakaa katika sehemu ambazo zinaonekana kama ni desert. Vyakula vyao vinalishwa ulimwengu mzima. Ni kwa sababu gani? Biblia inasema kwamba katika tribe ya wana wa Israeli kuna tribe inaitwa wana wa Isaka. And the Bible says kazi yao ilikuwa tu kupambanua times and chances, na wakajua ni kipi wana wa Israeli wanafaa kufanya kwa wakati mgani. And I'll tell you for truth, hiyo clan inasababisha Israeli wafanikiwe mpaka siku hii ya leo. Is your ears, masikio yako yako attentive kwa times and chances? Are you cautious of times and chances? Or are you still depending on human ability? Sometimes intellectual can fail, skills can fail, man ability can fail. But I've come to tell you, you can break through beyond human ability. You can go beyond human ability. Na leo ningetaka nikutume, unapoenda katika kazi yako, ningetaka nikutume kwa neno hili ambalo ninakuzungumzia leo. Nimewaomba na watu wengi sana wanapoondoka kwenda katika kazi zao, wengine hawakuwa na kazi, na wakati ambapo ninawatuma kwa neno la Bwana na kwa maombezi, wanaenda wanafanikiwa. Anarudi jioni ananiambia, nilienda tu na nikapata kazi. Mimi ninataka nikutume leo kupitia kwa jina la Yesu. Labda wewe ni mwanabiashara, biashara yako ilikuwa inarudi nyuma na umesema ya kwamba utafunga, na labda unanisikiza na unasema mimi ninafunga hiyo biashara. Nimekuja na neno la Bwana kwako. Ndio maana kipindi hiki kimewekwa, ndio niweze kukufikia na neema ile Bwana ameweka juu yangu. Nikwambie rudi katika hiyo biashara na umwangalie Bwana na umuulize Bwana, fungua macho yangu nijue my times and chances. Hiyo milango ambayo umefungua kwa sababu ya biashara yangu, utaona kumbe hiyo mlango ilikuwa karibu na wewe tu. Ni vile hauko unafahamu, ni vile hauko unajua. I've come to urge you today and to encourage you today as you go out. Unapoenda kule nje, unapoenda pale kazini, nataka nikuambie usijaji hii siku ya leo kama ile siku iliyopita.
kama hiyo wiki iliyopita, kama hiyo mwezi uliopita, ukasema nimejaribu, hata last week nilifanya. Mungu afanyagi kazi hivyo. Neema ya Bwana inakuwa mpya siku baada ya nyingine. Mungu anafanya mambo mapya siku baada ya nyingine. Hakuna vile unaweza kumjaji kwa yale yaliyopita ukasema kwamba kwa sababu nilifeli siku hiyo nyingine sasa mimi sitaenda. Labda hiyo siku yenye umekataa kuenda ndio siku unafaa kufanikiwa. Wacha nikuzungumzie wewe, labda wewe mwenye unaenda kanisani na umeenda mara nyingi kanisani, alafu unafika mahali unasema ya kwamba Jumapili zote ni kama za kawaida. Hiyo siku umesema hauendi kanisani, kumbe hiyo siku ndio muujiza ulikuwa umeachiliwa. And then you lose your time and chance. Unapoteza majira yako, unapoteza nyakati zako. Unasikia kwamba mtu alikuja akapewa neema, akaombea hitaji kama hilo lenye ulikuwa nalo, but you didn't go, haukwenda kanisani. Ulikaa nyumbani, ulichoka. Don't judge today as yesterday, as last week, as last month. Our God is doing a new thing. Anafanya jambo jipya hata katika maisha yako. Ningetaka uwe na hekima kama hii ilikuwa na wana wa Isaka. Kuwa na hekima ya kuelewa nyakati zako. Kuwa na hekima ya kuelewa ni milango ipi Mungu ametengeneza. Labda mlango unaanzia tu pale kwako. Labda neighbor yako ndio mlango wako. Huyo mwenye umuongeleshaji. Labda huyo ndio mlango wako. Ulihitaji tu kumuongelesha, umjue ni nani. Alafu unapata ya kwamba kumbe chenye anafanya ni kitu ambacho kinaweza kuboresha hicho chako ambacho kimekwama. Learn to use your time and chances. Asubuhi ya leo ningetaka nikutie moyo, nikwambie kwamba inuka katika mawazo mapya, imani mpya. Mtazame Bwana tena. Umwangalie Bwana tena. Uondoke katika hiyo hali ya kukata tamaa. You can break through beyond human ability. You can break through beyond human ability. Ikiwa mimi nimeweza kusimama hapa na ninakuzungumzia leo, even you can do that. You can break through even in your businesses, in your education, in every area you have. Kwa hivyo ninapomalizia siku hii ya leo, ningetaka nikuambie ya kwamba imekuwa ya baraka sana kuleta neno hili kwako. Mungu alijua unafaa kupata neno kama hili. Mungu alijua hii ndio habari ambayo inahitajika katika maisha yako. Na nataka uamini tu, sometimes Mungu anafanya kazi na hiyo innocent mind. Unasoma tu neno na una act kulingana na hiyo neno vile linasema, na maisha yako yanabadilika. Sometimes ni vizuri tu kuweka mbali ati hiyo neno imesemwa ninasomaga. Ni vizuri kuiweka mbali akili ya aina hiyo na kuchukulia neno la Bwana kuwa ni mpya kwako, na uende ukiwa na imani kwamba utaenda kufanya hivyo ambavyo umeona neno la Bwana limesema. Kwa hivyo ningetaka nikuambia kwamba inuka tena, ondoka katika hiyo hali ya kukata tamaa, toka katika hiyo hali ya kusema kwamba nitafunga hiyo biashara, nimekwama, nimeshindwa. Wengine mpaka wako katika hiyo hali ya kuingia kwenye depression. Wacha nikuambie, hiyo ni kwa sababu tu umejaribu katika akili zako. Umewahi kumjaribu Mungu? Umewahi kujaribu uone vile Mungu anaweza kufanya kile ambacho Mungu anaweza kusababisha kichipuke ndani ya maisha yako, kile ambacho watu wengi hawajawahi kuona? Umewahi kumwangalia Mungu? Umewahi kumngojea? Umewahi kumwambia Bwana, mimi nimeshindwa, ninataka msaada wako? Tuko katika kizazi ambacho kiko very challenging. Ni vizuri kuelewa ya kwamba there are times and chances. Hata vijana ambao mnanisikiza, there are times and chances that happen to every one of us. There are times and chances, you can use them well. Labda uko pale, wewe unabonyezaga tu simu yako, kila mara unaitumia hiyo simu yako, chenye umebakisha ni hiyo tu. Ningetaka nikwambia kwamba you can turn even that phone. Uelewe mambo ya marketing, digital marketing na mambo yale mengine, and you do great things ambazo haujawahi kufanya. Kwa hivyo mtazamaji ambao unanitazama na unayetazama runinga hii, ningetaka nikwambia kwamba may you open your eyes. I pray that you will break through beyond human ability. I pray that you will break through zaidi ya mahali ambapo umefika. Na mimi ninataka katika kipindi hiki ni kuombee kwamba unapoenda mahali pako pa kazi, mahali pako pa kusoma, mahali popote pale ambapo utakuwa, Bwana atakubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu. Labda uko pale, labda haujawahi kuokoka, ningetaka nikuambia kwamba ni vizuri kumjua Bwana. Ukimjua Bwana, maisha yako yanabadilika. Ukiokoka, maisha yako yanakuwa bora katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ninapotamatisha, arise from hiyo hali ambayo uko nayo, ambayo inaonekana kana kwamba imekudunisha. Arise from that failure. God can turn that failure. Arise from that emptiness. God can fill that emptiness. Na uende katika mahali pako pa kazi. Go with this faith. Enda na hiyo imani. Kama hiyo ambaye Simoni alienda naye. And God is going to do great things in Jesus mighty name. Mungu akubariki sana kwa sababu ya kunisikiza. Mara tena ningetaka kuomba pamoja na wewe for few minutes ili Bwana aweze kukutangulia na kukufanikisha kwa hiyo hatua ambayo unaenda kupiga katika jina la Yesu. Amini pamoja na tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea huyu mtazamaji wangu mahali popote ambapo ananitazama. Inawezekana anatembea njiani,
Inawezekana ananitazama kwa simu yake, labda ananitazama katika nyumba yake, labda mahali pake pa kazi, wengine labda katika hospitali. Baba, ninawaombea katika jina la Yesu. Wewe ambaye unafungua milango kwa sababu ya watoto wako na kuwasababisha kufanikiwa zaidi ya uwezo wa kibinadamu, ninakuomba sasa anapotoka na hiyo hatua, ninaomba katika jina la Yesu kwamba mkono wako ukaweza kuwaguza Bwana, walio wagonjwa wakapone, wale ambao Bwana Mungu wa Israeli wanafika mahali pa kufunga biashara yao, wanasikia kana kwamba watakata tamaa. Bwana, naomba sasa wanapoenda na hatua hii wakafanikiwe tena katika jina la Yesu. Wale ambao kwa kazi zao haziendi vizuri, ninaomba Bwana uwafanikishe, utukufu wako uonekane katika maisha yao. Bwana, kawainue kutoka mahali hapo walikwama kwa utukufu wa jina lako. Asante Bwana, kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mara tena, majina yangu ni Reverend Peter Kibisu, na mimi ni mchungaji wa kanisa la Springs of Worship Fellowship hapa Nakuru, Kaptembwa, na unaweza kutupata katika social media Peter Kibisu, Reverend Peter Kibisu official, na pia Springs of Worship Fellowship. Hapo unaweza kutuzungumzia, zungumza nasi, tuelezee ulitupata kutoka wapi, na tutabarikiwa sana. Labda unataka namba yangu ya simu, nambari yangu ya simu ni 0729 223 383. Narudia tena 0729 223 383. Shalom, Mungu akubariki, akutende mema. Tukutane tena katika kipindi hiki cha Morning Devotion. God bless you in Jesus name. Amen.